Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 254 awamu hii. Mtazamaji, tuanze na taarifa ambapo sasa aliyekuwa naibu wa rais hapa nchini Kenya, na mzungumzia Mheshimiwa Rigathi Gachagua almaarufu Rigiji, ameweza kufunguka na kuweza kuzungumzia barua ambayo ameweza kuandikia wale ambao ni wakazi wa eneo la Mlima Kenya. Kulingana na Gachagua, anasema kwamba iwapo ataweza kuiaga dunia, basi kuna barua ambayo ameweza kuwaachia wale ambao ni wakazi wa eneo la Mlima Kenya, akisema kwamba lengo lake ni kuhakikisha kwamba wale ambao ni wakazi wa Mlima Kenya wanakaa ndani ya serikali. Kulingana na Gachagua, anasema kwamba kuna njama ama mipango ambayo imepangwa kuhakikisha kwamba anamalizwa kisiasa, lakini ameweza kutaja matukio kadha wa kadha, akisema kwamba serikali ya Rais William Ruto imekuwa ikimuinda mara nyingi, na ambapo ameweza kurejelea tukio ambalo liliweza kutokea kule maeneo ya Limuru, akisema kwamba serikali ilikuwa inataka kuweza kumaliza, ambapo furugu iliweza kutokea kwenye mazishi eneo hilo la Limuru. Hata hivyo, Rigathi Gachagua anasema kwamba lengo lake kuu ni kuhakikisha kwamba wakazi wa eneo la Mlima Kenya wanakaa ndani ya serikali kwa miaka 50 ijayo. Hata hivyo, wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa na pia baadhi ya Wakenya wanasema kwamba Rigathi Gachagua anaonekana kuwa mkabila, kwani hufai kuweza, kama unataka kuwa kiongozi wa taifa la Kenya, unafaa kuweza kuzungumzia taifa lote kwa ujumla, wala sio sehemu moja peke yake. Lakini Gachagua amesema kwamba ameandika barua kwa wale ambao ni wakazi wa eneo la Mlima Kenya kuhakikisha kwamba lengo lake, hata kama yeye hataweza kuteuliwa kama rais, bado atakuwa amewasaidia wakazi wa eneo la Mlima Kenya kuingia ndani ya serikali ya kitaifa hapa nchini Kenya. Sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii? Je, unafikiri kwamba serikali inaendelea kumtishia Rigathi Gachagua, ama labda tu ni vitisho vya baridi ambavyo Gachagua anatoa kwa Wakenya?